Africans versus Bodi ya Ligi na TFF. Vita ni ngumu kweli kweli na mgogoro ni mzito kweli kweli. Tuko na Mwamba Dosa hapa, nataka tumsikie nini anacha kuzungumza kuhusiana na sakata hili ambalo linaendelea. Dosa, kwema ndugu yangu? Kwema, namshukuru Mungu. Niko vizuri, niko sawa sawa. Mambo yanaenda? Ngwale TV. Naam. Lobby TV. Yeah. Tumekufuata Mwamba. Karibu sana. Moja ya jambo ambalo nalifurahia ni kuona ushirikiano wangu na waandishi wa habari umekuwa ni mkubwa sana. Kazi kubwa mnafanya sana kwenye kukuza mpira wetu, lakini pia kwenye kuwatangaza watu mnafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo binafsi nawashukuru na nawapongeza leo kwa kukutana na mimi. Twende kasi. Bwana, bila shaka umeshuhudia sakata zito kweli kweli Young Africans versus TFF na Bodi ya Ligi. Umeshuhudia Young Africans wamesema kwamba hawajalipwa fedha za ubingwa takriban miaka mitatu. Nataka tuanzie hapa Dosa. Umepokeaje taarifa hii ya Young Africans kwanza? Taarifa nimeipokea kwa masikitiko makubwa sana. Niwe mkweli. Na nimekiri na watu wamekiri kwamba Yanga hajalipwa. Moja ya msimamo ama moja uendeshaji wa hovyo kwenye taasisi ni huu. Sawa sawa? Haiwezekani ndugu zangu wa Ngwale TV. Haiwezekani. Klabu kubwa kama ya Yanga, taasisi kubwa kama ya Yanga, taasisi kubwa kama ya Bodi ya Ligi pamoja na TFF wake wanacheza michezo ya kitoto kama hii. Kwa nini michezo ya kitoto? Kwa sababu unajiuliza, mwaka wa kwanza Yanga hajalipwa. 21-22. Mwaka wa pili Yanga hajalipwa. Mwaka wa tatu Yanga hajalipwa. Unauliza tu swali dogo, walikuwa wapi? Kwa nini sasa hivi? Unawauliza tena, kwa nini hivi sasa? Unawauliza Bodi ya Ligi. Mwaka wa kwanza hamjawalipa Yanga. Mwaka wa pili hamjawalipa Yanga. Mwaka wa tatu hamjawalipa Yanga. Leo mnakwenda kutoa ufafanuzi kwamba pesa sisi tumegawanya hivi, tumegawanya hivi. Inaingia akilini? Ndio maana nikasema kwangu mimi ni mchezo wa kitoto kabisa. Ni mchezo wa kitoto na ni mchezo ambayo unaweza ukafika mbali ukasema huendeshwi kisomi. Ngwale, Yanga ni taasisi. Yanga inaongozwa na watu mashuhuri. Ina watu wasomi. Wanakubali vipi kukaa miaka mitatu bila kupokea stake zao? Sawa, Bodi ya Ligi hawajalipa, si ndio? Maana baba mtoto anapofikisha umri wa miaka 18 ana hiari ya kumlipa na kutokumlipa. Lakini vipi kuhusu wewe mtoto, haki zako kwa baba? Kwa nini usidai kila siku? Baba ni TFF pamoja na Bodi ya Ligi. Mtoto ni Yanga. Mtoto unadhulumiwa, umekaa kimya miaka mitatu. Watu wapo watakielewa kwamba Yanga amedhulumiwa. Na jambo la aibu na jambo ambalo limeumiza watu wengi. Lakini mimi swali langu dogo tu kwa uongozi, mlikuwa wapi? Kwa maana Young Africans walikuwa wapi? Dosa, ukiwasikiliza TFF wametoa taarifa na kusema kwamba kulikuwa kuna makubaliano ya Young Africans na TFF kwamba zile fedha zitumike katika usajili baadhi ya wachezaji hasa wa kigeni. Tunarudi tena. Taasisi kubwa kama ya Bodi ya Ligi pamoja na TFF yake. Taasisi kubwa kama ya Yanga inaongozwa na watu makini kina Engineer Harris. Mnakubali vipi pesa zenu mkubaliane kwamba watu wakatane juu kwa juu? Hivi palikuwa na uzito gani Yanga kupokea pesa zao kutoka TFF za mashindano ya mshindi, si ndio? Palikuwa na uzito gani Yanga kuwatumia Bodi ya Ligi pesa zao moja kwa moja za vibali za nani? Kuna uzito? Hii ni tabia ambayo wamezoeshana. Watu wanasema mzarau mwiba mguu ota tende. Tende limeota sasa. Nani wa kulikata?
Wakati sakata hili linaanza Ngwale, palikuwa na maneno mengi. Moja ya taarifa zilizokuwepo zilikuwa kwamba sisi hatutocheza mchezo wa dabi mpaka Steve Mgutu ajiuzulu, si ndio? Sisi zilikuwepo hizo taarifa? Zilikuwepo hazikuwepo hizi? Yanga juzi walikuwa na kikao na bodi ya ligi kwenye matakwa yao makuu manne. Kwenye matakwa yao makuu mangapi? Manne. Je, walimgusa mwenyekiti wa bodi ya ligi? Kwa nini hawakumgusa? Na hao ndio walikuwa mwiba wa kwanza huo. Sijui maneno vizuri. Kwa nini mwanzo tulikuwa tunaimba hatumtaki Steve Mguto akiwa kama mwenyekiti wa bodi ya ligi? Lakini ya pili kwenye matakwa ambao mmekaa kabisa kikao hamkumgusa Mguto. Lakini unajiuliza why Almas Kasongo asiwe mwenyekiti wa bodi ya ligi? Sababu mwenyekiti yeye anasimama as boss. Umeelewa vizuri? Mwenyekiti wa bodi anasimama kama as boss kwenye bodi. Kasongo anakuwa kama vile kibaraka tu pale. Kwa nini unataka kumfukuza kibaraka wakati bosi unamwacha? Hapo na wewe unajiuliza kuna nini? Tunaweka tu question marks. Tumekuja kule tumemwomba Kidau aondoke kwenye matakwa yetu, si ndio? Kidau yeye ni mwajiriwa. Sio maneno vizuri. Lakini jiulize yule alomwajiri Kidau mbona hatukumgusa? Alimwajiri Kidau ni nani? Bosi wake Karia. Mimi nilikuwa ninadhani kama kweli tunahitaji mchakato, kama kweli tunahitaji mabadiliko, ondoa mwenyekiti wa bodi ya ligi, ondoa rais wa shirikisho. Kwa sababu hawa tuliwataja kina Kidau, kina Kasongo, kina nani mwingine huyu? Kidau, Kasongo na nani mwingine? Wako watatu. Hawa wote wanasimama kama vile watu wa maelekezo. Mimi siamini kwamba CEO anaweza akafanya mapendekezo kabla bosi wake hajajua. Siamini. Yanga sina CEO. Si ndio? CEO yule jamaa ni Mzambia yule. Mtine. Hawezi akafanya nani pasipo rais kujua. Lazima rais ajue. Lazima rais ajue. Na kila anachokifanya lazima apeleke ripoti kwa nani? Dosa, hapa point yako hasa ni nini? Point yangu? Tusitumie mchezo wa dabi kuwa ni kigezo. Kama madudu yalikuwepo tangu mwanzo tulipaswa kuyasema tangu mwanzo. Miaka mitatu tumezulumiwa na bodi ya ligi. Hatujalipwa, tunakopwa. Nasikia huko mtano wanaita Mikopo FC. Songesha FC. Sasa hivi wanatuita Songesha FC. Wajinga mashabiki fulani baadhi ya watu wa Simba. Wanatuita sisi Songesha FC. Lakini haya yote tumeyakumbata sisi wenyewe. Mwaka wa kwanza tumezulumiwa, mwaka wa pili tungekuja atuchezi mpaka tulipwe. Leo hii mashindano ya Ndondo Cup yanakuwa bora kuliko mashindano ya ligi. Sababu Ndondo Cup finali pale pale, mtu anapewa chake pale pale. Kuna shida kwenye mpira wetu. Tushasema sana kupitia hivi vyombo. Mpira wetu unaendeshwa kishikaji, mpira wetu unaendeshwa kwa interest za watu. Katika hili Dosa, Young Africans wanasema wanataka kunyosha mpira wa Tanzania. Hiki ambacho wanakifanya Young Africans, unakubaliana nao katika kauli yao kama wanataka kunyosha mpira wa Tanzania? Mimi nakubaliana nao. Siwezi nikapingana nao. Lakini hoja yangu mimi, why leo isiyo tangu mwaka juzi? Hoja yangu mimi, why CEO asiwe mwenyekiti wa bodi? Hoja yangu mimi, why katibu mkuu asiwe ni rais wa shirikisho?
Ukimsikiliza Ahmed Ally anakuambia kwamba Young Africans vita yote hii na watu ambao wanataka wajiuzulu ndani ya bodi ya ligi na TFF, hasa katibu Kidao, kwamba Young Africans wanataka kuweka watu wao. Unakubaliana na Ahmed Ally katika hili? Sitaki kuamini hilo. Na akisema hivyo Ahmed Ally anatuaminisha kwamba waliokuwepo hivi sasa ni watu wa Simba. Right? Si anasema kwamba Yanga wanapambana kuhakikisha wakiondoka hao waweke watu wao. Ahmed Ally anatuaminisha na anadhibitisha maneno yangu kwamba shirikisho linaongozwa na watu wa Simba. No doubt. Shirikisho 80% walikuwa pale ni watu wa Simba. Na hii vita sio kwa maslahi ya mpira. Hii vita ni kwa maslahi ya wanayanga na wana Simba. Hii vita inapigana na Young Africans. Ni kwa maslahi ya vilabu vyote. No. Sio maslahi ya mpira wa miguu. Ni maslahi ya vita ya Simba na Yanga. Kwa sababu hata huyo Kasongo unomtaja. Kasongo kuna watu wanamshutumu ni Simba. Hata mzee Mguto huyo ambaye tunamzungumzia dhahiri shairi ni Simba. Kidau wanafahamika. Wale Skaria anafahamika. Kwa hiyo wao kama anavyosema Ahmed Ally wanapambana kuhakikisha wanaleta watu wao. Ina maana wale kuwepo ni watu wa Simba. Na ndio mpira wetu unapoharibika. Kwenye shirikisho hakuna mixed item zaidi ya item 3, item 2 tu. Item ya kwanza ni Yanga, item ya pili ni Simba. Msimu item ya kwanza itakuwa ni Simba, item ya pili itakuwa ni Yanga. Madaraka yaliyopita 80% ya item ilikuwa ni watu wa Yanga wakiongozwa na Jamali Malinzi. Kwa hiyo ili sekeseke lote linaloendelea ni kwa sababu Yanga wanataka kuwaondoa watu wa Simba madarakani. Lakini sioni kwamba watu wanapambana kwa sababu ya Ihefu apate mafanikio. Sioni kwamba watu wanapambana ili Namungo naye apate mafanikio. Ndio maana madudu anaendelea kutoka. Juzi umemsikia afisa habari wa Yanga anasema kuna kiongozi mkubwa wa serikali ndio alozuia geti lisifunguliwe. Si ndio? Na ukimsikiliza huyo kiongozi ukifuatilia dhahiri utakuja utagundua huyo ni kiongozi ni wa Simba. Sasa tena Simba tena. Mimi nakwambia kuna rafiki yangu mmoja jana kanitumia majina ya watu wawili, nikamwambia bwana siwezi kuyataja. Wewe majina umeshamjua je? Sijamjua. Sio kaniletea ushahidi bwana. Sijamjua. Si tunazungumza tu for fun hapa. Sijamjua. Lakini mimi naamini Ally Kamwe anamjua. Kwa sababu kauli ya Ally Kamwe imetuaminisha kwamba kuna mtu bodi ya ligi wanamjua na yeye ameambiwa. Inawezekana Ally Kamwe hana mamlaka ya kumtaja, si ndio? Na bodi ya ligi wanasema sio kila jambo linaweza likatajwa hadharani. Kwa hiyo mtu huyo yupo. Kama mtu huyo angekuwa ni wa Yanga Ally Kamwe asingesema vile. Ila kwa sababu ni wa Simba ndio maana anasema. Na kwa sababu bodi ya ligi asilimia kubwa ni Simba, hawezi wakamtaja huyo mtu. Na hili linaisha hivi hivi. Ila niwaambie ndugu zangu wa Lobby TV na Ngwale TV. Sisi kama wadau wa mpira wa miguu tunataka kuja kuona nguvu ya Yanga iko wapi. Tunataka kuja kuiona nguvu ya shirikisho la soka Tanzania TFF iko wapi. Maana yangu ni nini? Maana yangu Mwenyezi Mungu atupe salama, atupe uhai. Tarehe 15 ifiki. Atone which happen. Je, Simba atapeleka timu? Je, Yanga hatopeleka timu? Na je, mwenye mpira wake atapeleka waamuzi? Na Yanga wameshatoa onyo kupitia afisa habari, sio alama 3 tu, hata nusu ya alama tutaona na wabaya. Kauli hiyo umeielewa? Umeelewa vizuri. Hata alama moja hawataka. Nusu ya alama
hawatokata. Kauli anaweza akazungumza mtu wa IF. Kauli anaweza akazungumza rafiki yangu Masanza, sobutu yake. Lakini ndani ya Simba na Yanga kuna security kubwa inatoka nyuma ya dola yetu. Dosa, katika hili sasa tuzungumze kifootball zaidi. Nini athari ya haya yote ambayo yanaendelea katika mpira wa Tanzania? Nini athari? Athari ni anguko tu. Athari ni anguko. Basi Pale tulipokuwa juu tumepambana tutashuka chini. Tunashuka chini. Ndio maana nikasema ili uone athari ni nini kwenye mpira wetu, tuombe Mwenyezi Mungu atufikishe mpaka tarehe ngapi? 15. Itakapofika tarehe 15 Ngwale utakuja kuniambia athari ndio hii sasa. Ulivyoona Young Africans watashikilia bomba mpaka mwisho kwamba hawaendi uwanjani? Mimi nawaamini sana Yanga kwa misimamo, nawaamini sana, naliona hili na naomba liwe hivi hivi, tuje ama nije nione nguvu ya Yanga nani anaishika, lakini tuje nione, je, mamlaka ya mpira Tanzania TFF imeteuliwa kwa ajili ya vilabu 16 ama imeteuliwa kwa ajili ya vilabu viwili? Tarehe 15 utajua vizuri. Utajua vizuri kwamba TFF mko hapo kwa ajili ya vilabu 16 akiwemo na Coastal Union, ama mko hapo kwa sababu ya Yanga na Simba. Tutajua leo tarehe ngapi? Bado siku ngapi? Shawa, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafika. Bwana Dosa, nikushukuru sana. Asante sana.